Ni kweli, ni ukweli wa maisha. Mhubiri anasema kila kipindi kina mwisho wake na kila mwisho ina mwanzo mpya. Kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kuna wakati wa kukusanya na wakati wa kutupa. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna au kung'oa. Kuna wakati wa kujenga, kuna wakati wa kubomoa. Kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuomboleza au kulia. Kila kitu chini ya mbingu ina kusudi lake. Na kusudi letu leo ni kumfurahia Mungu wetu kwa chanzo ambacho kimetokana na Mungu. Sisi sasa wanafunzi 150, kila mmoja ajipime kiimani yuko wapi mbele ya Mwenyezi Mungu. Je, umemtanguliza Mungu kwanza au umetanguliza elimu? Je, umetanguliza hekima ya Mungu au hekima ya dunia? Tunaposema kila kipindi, kila jambo juu ya jua lina kusudi la Mungu. Hata katika maisha yenu wanafunzi wanaohitimu, Mungu ana kusudi lake. Kusudi la binadamu linatokana na wapi? Unapotimiza mapenzi ya Mungu. Mtakatifu Paulo akiwaandikia waraka wake wa kwanza kwa Wathesalonike sura ya 5 aya 16, 17, 18, maandiko yanasema kwamba furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukrani katika kila jambo, kwa maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwenu ninyi katika Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025. Katika kila jambo furahi wakati wote, omba bila kukoma, mshukuru Mungu katika kila jambo. Hayo ndio mapenzi ya Mungu kwetu sisi.